Awali ya yote nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambao ametufanya tufike siku ya leo. Mbele yenu naitwa Oswald Madandi almaarufu kama ALMC Oswald Events, ambaye anajihusisha na matukio mbalimbali ya kijamii, hususani kwenye kusherehesha matukio mbalimbali. Kama nilivyosema hapo awali, tuko hapa kwa ajili ya dhumuni na lengo moja kuhusiana na mchakato mzima wa Ngara Talent Search 2026. Hivyo basi tukasema ni jambo jema kukutana na wanahabari, kuwapa fursa na kujua, kwa maana ya kuelimisha jamii yetu na kujua kitu gani ambacho kinachoendelea juu ya mchakato mzima wa Ngara Talent Search 2026. Niko na watu mbalimbali ambao niko nao hapa, tumeambatana na kaka hapa ni mwenyekiti wa michezo katika wilaya ya Ngara, lakini pia mwishoni na mzee wangu Mzee Sudi Mkubila, ni katibu wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ngara Dr. Jason Bahemu, yuko hapa kwa ajili ya uwakilishi. Lakini pembeni yangu nina katibu wa shirikisho la wanasanaa wilaya ya Ngara Bwana Faraja Magege. Mwishoni kabisa pale brother almaarufu anaitwa Baitu kutokea Radio Kwizera FM. Yeye baadaye atapata nafasi ya kuzungumza kwa maana mchakato mzima utakapokuwa unaanza, kwa maana ya chief judge. Ndugu wanahabari, kama nilivyosema hapo mwanzoni, nawaita hapa kwa ajili ya kufahamisha umma kitu gani ambacho kinachoendelea na kitu gani ambacho kitakachoendelea kuanzia muda huu kuhusiana na mchakato mzima wa Ngara Talent Search 2026. Mchakato huu utaanza mwezi wa 6 tarehe 6 2026 katika ukumbi wa The Minutes Bar ambapo unapatikana hapa Ngara mjini. Tukaona tufanye huu mchakato wa Ngara Talent Search. Tunaamini jamii yetu tulionayo na vipaji vingi sana, hususan kwenye nyanja ya uimbaji na uchekeshaji. Kwa hiyo tukaona ni busara kwa namna moja ama nyingine tuandae mchakato huu wa kusaka vipaji kwa ajili ya jamii yetu na vijana ambao wenye uwezo wa kuimba na kuchekesha. Kwa hiyo sasa, kama kuna kijana anahisi ana kipaji cha kuimba ama cha kuchekesha, ni fursa, ni wakati wake sasa kujitokeza kwa ajili ya kuonesha talenti yake wakati na muda utakapokuwa umefika. Hivyo basi nisiwe mzungumzaji sana kuhusiana na kile ambacho kilichotuleta. Nimkaribishe mwenyekiti wa michezo wilaya ya Ngara ambaye pia ni mheshimiwa diwani kutoka kata ya Kabanga, Mheshimiwa Hafizi, basi na yeye aweze kuzungumza machache juu ya mchakato huu mzima wa Ngara Talent Search 2026. Karibu sana. Asante. Nashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari. Malengo yetu mmeyasikia. Malengo ya mdhamini au muasisi wa mashindano. Lengo letu kubwa, tunahitaji vijana wajitokeze Ngara. Ngara ina vipaji vingi sana. Sema watu wanashindwa kuvitumia na wanashindwa kuvitoa. Kwa hiyo mimi natamani wilaya ya Ngara tumewaita waandishi wa habari, lengo letu kwamba taarifa zifike mpaka vijijini, mpaka vitongojini, ili wale wenye vipaji wajitokeze. Na kujitokeza kwao, kwa sababu vipaji ni ajira, vipaji ni fursa. Wanaweza wakajikuta wametoka kimaisha kwa sababu ya vipaji vyao, lakini sasa hivi hawajui wanapeleka wapi, wamevificha. Kwa hiyo sisi tunaomba sana waandishi wa habari mwende kufikisha hizi taarifa zifike mbali, ili kiasi kwamba vijana wajitokeze wengi, tuone vipaji vyao. Unaweza ukakuta baadaye wamepata ajira. Maana sasa hivi katika ukiangalia kwenye Bongo Movie tunaona vifo vinatokea vya wasanii, kwa hiyo uhaba unazidi kuongezeka. Kwa hiyo tunaweza tukajikuta tumepata vipaji vipya vikaenda kukava katika mambo ya filamu, movie, muziki na vitu tofauti. Kwa hiyo cha msingi Ngara Talent Search, lengo tunahitaji vijana waje watuonyeshe vipaji vyao.
Kwa hiyo vile ambavyo vinawezekana tunavilenga, lakini kuna vingine hatuvilengi pia, tutavichukua au tutafanyia connection vijana waanze kupata maisha yao. Kwa hiyo kikubwa, waandishi wa habari, lengo letu hizi taarifa zifike mbali, vijana wajitokeze kwa wingi. La kwangu mimi ni hilo tu. Asante, nikushukuru sana brother hapa, mwenyekiti wa michezo, Mheshimiwa Diwani kutoka kata ya Kapanga. Sasa nitumie fursa hii pia kumkaribisha mzee wangu Mheshimiwa Diwani mstaafu kutokea Murusagamba, lakini pia Mungu imempendeza zaidi, alipata nafasi na bado anaendelea kwa katibu wa Mheshimiwa mbunge wetu makini wa jimbo la Ngara, Dr. Jason Bahemu, kwa ajili ya uwakilishi. Karibu sana mheshimiwa kwa ajili ya kumsemea mheshimiwa mbunge. Mimi namshukuru sana ndugu waandishi wa habari. Mimi pia nipende kumshukuru Mungu kwamba japokuwa mimi nimekuwa mwanajamii kwa muda mrefu, na haya mambo nimekuwa nikishughulika nayo hata kwenye kata yangu. Nikumbuke tu kwamba Murusagamba alishawahi kuitangaza Ngara kupitia mpira wa miguu kwenye Azam Federation mwaka ule, kama mnakumbuka. Kwa hiyo ndani ya damu yangu lipo, lakini kuwepo kwangu leo namwakilisha mheshimiwa mbunge, kama mnavyojua ni mwakilishi wetu, na kubwa alilonalo ni kutuwakilisha kule mbali kwa bungeni, lakini yeye ni mwanajamii na kila mtu ana taaluma yake au ana kipaji chake. Yaani Mungu akumleta duniani kwamba hana kipaji chochote, lakini kwa leo, kwa hili linalozungumzwa kutokana na waandaji waliofika kwenye ofisi ya mbunge, lakini kwa kuwasiliana na mbunge, mimi kwa niaba yake nimekuja kuthibitisha tu kwamba mbunge yuko na nyinyi, na ni ule usemi unaposema kwamba chura ukimpiga teki unamwongezea nini? Mwendo. Kwa hiyo na mbunge wetu fani zake ndio kama hizi, nafikiri mnamfahamu. Sasa amewiwa sana kunituma mimi kuja kuthibitisha tu kwamba kwa yale yote mliomshirikisha, na hasa upande wa zawadi, anaungana na nyinyi, na kipindi kikifika, kama Mungu atamweka hai, anatamani awepo siku hiyo. Tumwambie tu kwamba atakuwepo na ameahidi hivyo, na zile zawadi za washindi ameahidi nije nithibitishe tu kwamba atazitoa, na yuko na nyinyi kwa 100%. Msione ndevu nyeupe, mimi mkimtaka na mimi na ujuzi wangu sio na mimi wote. Tutakieni kila laheri na Mungu atubariki tu kwamba tufike salama, ili tuweze kuionyesha Ngara. Ni anatamani Ngara endelee kuonekana katika fani tofauti, ili watu wajue Ngara iko Tanzania na Ngara inaweza. Tangu wakimbizi wametoka Ngara, miaka mingapi? Tulikuwa tunaonekana duniani kwa kipindi kile wakimbizi wanaingia Ngara. Sasa ionekane Ngara tupo hai, si uko wakimbizi tu, na sisi tuna taaluma zetu na tunaweza kuitangaza Ngara. Asante sana. Asante kwa niaba ya mheshimiwa mbunge, nikushukuru sana. Basi nitumie fursa hii pia sasa kumkaribisha katibu wa shirikisho la wanasanaa wilaya ya Ngara aelezee zaidi kuhusiana na mchakato mzima, fomu zinapopatikana na mwanzo wa tukio linapoanza, ili aweze kuelezea. Brother, nikaribisha. Karibu sana. Kusema mwandaji wa tukio hili la Ngara Talent Search MC Oswald, kwa niaba ya shirikisho la wasanii wilaya ya Ngara, napenda kuwatangazia wananchi wote ambao wanapatikana ndani ya wilaya ya Ngara kwamba kutakuwepo na tukio la kusaka vipaji la Ngara Talent Search msimu wa pili, ambalo hashtag yake ni kipaji chako ni ajira yako. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo, mchakato utaanza tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026 katika ukumbi wa The Minute ambao unapatikana hapa wilaya ya Ngara. Fomu zitapatikana katika ukumbi wa The Kwizera, utapatikana kwa Kabanga, utapatikana kwa Fadhili Supermarket, Lulenge, utapatikana kwa Ndalijige, na Rusumo utapatikana kwa Crispin. Nadhani sasa hivi kuna mabadiliko pale, lakini tutatoa na hiyo kesho zaidi kama ni sehemu gani.
Kabanga tunapatikana kwa Fire Unipro pamoja na Fadhili Supermarket. Kwa hapa Ngara tunapatikana Kwizera pamoja na ofisi za tamaduni na ukumbi wa pale pale The Church. Ile fomu zinapatikana kwa shilingi 2000 tu. Na mwisho wa kuchukua fomu itakuwa ni tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Hivyo tutumie fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wenye vipaji vya kuimba, kuchekesha, wasikae na vipaji vyao nyumbani, na wazazi pia wawaruhusu watoto kuja kushiriki, kwa sababu ni jambo la kijamii na lina impact kubwa. Na faida ambazo zitatokana na tamasha hili, kwanza faida ni kukuza vipaji, kujuana na kuendeleza vipaji vyetu ndani ya wilaya, kutengeneza connection kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wa chama cha michezo wilaya Mheshimiwa Fizi, na kushiriki katika matendo ya kijamii. Na maana kuna tukio la kwenda kuwatembelea watoto yatima, kuna tukio kwa ajili ya washiriki wote kutoa damu na hamasa za na pale ambao watashiriki pia hizi damu kwa ajili ya mama ambao wanajifungua hospitalini. Wadhamini, kwa sababu hili tukio pale linahitaji nguvu ya wadhamini ili kuweza kufanikisha, kwa sababu tunaangalia proposal ina budget kama milioni 6, takriban mwezi mzima kuendesha hii shughuli. Pia kwa taarifa tutazipata, tunashukuru wadhamini waliojitokeza awali kwa ajili ya kusupport kwa hatua hizi za awali, na tuendelee kualika wadhamini wengine kuweza kusupport jambo hili. Faida za wadhamini wenyewe, kwanza watapata baraka kwa Mwenyezi Mungu kuweza kushiriki mambo ya kijamii, na faida za pili ni kutangaza bidhaa zao. Kwa Ngara tutatumia fursa hii kutangaza biashara ambazo zinapatikana wilayani Ngara, hasa zao la parachichi na zao la kahawa na vivutio vyote ambavyo vinapatikana ndani ya wilaya. Kwa ni tamasha ambalo litakuwa na impact kubwa katika jamii. Kwa hiyo tuombe watu wajitokeze kwa wingi, washiriki kwa wingi, na waliombee baraka kwa Mwenyezi Mungu ili iweze kufanikiwa. Kama awali kutendelea kusema Mheshimiwa Katibu wa Mbunge, wilaya yetu tunatakiwa tuitangaze. Wilaya yetu inatakiwa ijulikane. Isijulikane tu kwa swala kama alivyosema kwamba wakimbizi, ijulikane katika vitu kama hivi. Na tutoishia hapa, tutakuja na mambo mengine. Kwa upande wa sanaa tunashukuru tulifanya kusearch, tukatengeneza filamu ambayo ilifikia pakubwa, na tunaendelea na hizi. Na nimshukuru sana MC Oswald Events pamoja na kamati ya maandalizi yote kwa kufikiria kuandaa hichi kitu ambacho kina impact katika jamii yetu. Ofisi ya tamaduni taarifa wanazo, ofisi ya mkoa wa wilaya Ngara kwa Mheshimiwa Kama Mathias Kahabi taarifa ipo, ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ni Solomon Kimilike taarifa ipo, na wamesema watatoa ushirikiano mkubwa kuhakikisha hili jambo linafanyika kwa ukubwa. Hivyo tunashukuru sana waandishi wa habari, na tuombe sana hizi habari ziende kufika na watu wajitokeze. Nashukuru sana.